Kila siku vijana wengi nchini Tanzania hukusanyika kwenye vibanda kama hivi, wengi wakifuatilia matokeo kwenye simu zao, si kwa ajili ya burudani tu, bali matumaini ni kufanikiwa kwa njia ya michezo ya kubashiri. Karibu mtazamaji wa SAUT TV kwenye makala hii inayoangazia juu ya athari za kisaikolojia na kiuchumi za michezo ya kubashiri kwa vijana. Na msimuliaji wa makala hii, jina langu ni Lucia Mkono. Karibu tuwe sote kuanzia mwanzo hadi tamati. Kwa mujibu wa ripoti ya Jiopori ya mwaka 2024, asilimia 71 wa Tanzania wameshawahi kushiriki katika michezo ya kubashiri, huku asilimia 64 kati yao wakiwa ni vijana, na zaidi ya nusu ya asilimia 54 ya wanaobashiri kila siku. Hii ni taswira inayoibua maswali mengi. Tuwafahamu vijana wawili waliokubali kufunguka na kutuonyesha maisha yao baada ya kuingia kwenye mchezo huu wa kubashiri, na hapa wanaweka bayana sababu zilizowapelekea kuingia katika michezo hii. Naitwa Edibili Gaston Dawala, ni mkazi wa hapa Masha. Mimi binafsi kilichonisukuma nijiingize kwenye michezo ya kubashiri, wazungu wanaita betting, ni influence ama ushawishi kutoka kwa rafiki zangu wa karibu ambao walikuwa wananiaminisha kwamba ukiingia huko hizi pesa za kujikimu, mambo ya pesa za kula, kuvaa ni uhakika, mambo kama hayo. Lakini matarajio yangu makubwa wakati najiingiza huko kwenye mchezo wa kubashiri ni kupata hela za kujikimu bila kuwategemea wazazi. Nakumbuka nimeanza huu mchezo 2022 mwezi wa 7. Majina anaitwa Emmanuel Goldson Shai. Kilichonipelekea kuingia kwenye mchezo wa kubashiri ni watu wale, asasa watu walikuwa wananizunguka, kwa sababu nyumbani ninapokaa kukopo kuna mzee mmoja alikuwa kila Ijumaa ndio alikuwa karatasi yenye timu zile pamoja na hela. Kwa naenda kuna mali kunaitwa Gala Sport, kwa nikienda pale nilikuwa na hapa ile karatasi na hela, wenyewe naangalia karatasi na nitoa ile mzee. Sasa nikaona yule mzee anakula ni kitu kikanifanya kama wewe na shilingi 500 moja alafu anakula, bora na mimi naweza. Hili ndilo tumaini la baadhi ya vijana, dau dogo ndoto kubwa, lakini nyuma ya michezo hii ya kubashiri kuna simulizi zenye maumivu na majuto. Kumbuka hela yangu kubwa kabisa kushinda ilikuwa ni 120,000. Huo ni mkeka wangu mkubwa kushinda, na hela ambayo niliweka ilikuwa ni shilingi 10,000. Kwa 10,000 kwa 120,000. Huo ni mkeka wangu mkubwa zaidi kushinda. Ilikuwa 800,000. Nakumbuka niliweka shilingi kama 12. Ya kipindi hicho niliweka kama 12,000. Nilibetia makaratasi Gala Sport. Kipindi hicho nilikuwa sina simu kubwa, nilikuwa natumia simu ndogo. Kwa hiyo kubeti ilikuwa sisi mpaka tukananilio Gala Sport. Kwa kuna kufuno kama mechi za siku zimetoka, kuna zile karatasi tunaenda tunazichukua kwa tunakuwa tunaandika kwenye karatasi. Kwa mfano unaandika namba, kwa mfano namba, zile timu zinakuwa zipo kwa mfumo wa namba zinaanzia 1000 kushuka. Kwa unaandika kwa kama pale timu Maniu anacheza na timu gani, kwa unaandika namba 1300, alafu unaandika pale mbele option, unaweka 1 X. Kwa hiyo timu ni nyumbani ashinde asuluhu kondo. Nakumbuka ilikuwa timu ngapi nilizobeti zile, ilikuwa timu kama 10 na kitu. Tiki zote. Hiyo ndo hela yangu kubwa ya kwanza nakumbuka na kula. Ilikuwa ni 300,000, kwa 300,000. Na si muda mrefu, ilikuwa ni mwaka huu mwanzoni, 2025 mwanzoni. Ilikuwa ni 300,000 na shilingi kadhaa hivi. So nilichukulia ni sehemu ya mchezo, japo inakuumiza, lakini ukikumbuka kwamba ni wewe ulichagua na unahitaji kitu fulani ukipata, lakini umekosa, ndio hivyo. Sababu hata ukisema ulie usiku hela haiwezi kurudi. Kubwa ya kwanza kubeti nakumbuka nikaliwa. Niliweka shilingi 8,000. Nakumbuka hiyo hela mzee wangu alikuwa ametoka safari akarudi. Mimi nikamwambia ilikuwa kuna mechi ya Simba, nikamwambia anisaidie hela kwa sababu alikuwa aliniahidi atanipa. Sasa katika kutoa ile kuku kuna shilingi 8,000, 10,000 ilikuwa hajafika. Nikamwambia nipe hiyo, utanipa shilingi 2,000. Hiyo ndio hela yangu kubwa ambayo nileka nililiwa. Kwa kipindi kile nilimtoa mchezoni sababu ni hela ambayo
yani umetoka kupewa alafu unaibetia alafu inaliwa alafu una sehemu nyingine ya kupatia hela. Kiuhalisia ni kama inaniumiza. Kuna muda mpaka najuta aliyenifundisha betting. Yani kuna muda unakaa unawaza, leo bwana Simba anacheza, Simba huwa ni uhakika kushinda, nimebaki na 2000 mfukoni, ngoja nikampe Simba ashinde na magoli 2. Sio, unajiuliza wewe ndio ulinunulia viatu wachezaji, kwa siku Simba anashinda goli 1, unarudi kwenye umaskini. Mchezo wa kubashiri umekuwa ufalme usioweza kupinduliwa katika fikra za vijana hawa, udiliki hadi kugombana na watu wa karibu kwa ajili ya michezo ya kubashiri. Kumbuka nishe kubetigi alafu kwenye banda la mpira nikawa naangalia mpira, timu Barcelona limpa ashinde. Hasa yule alikuja kuangalia mpira ni mpinzani wa Barcelona, lakini sikumuonyesha mkeka. Lakini kuna watu wengine ambao walikuwa wanajua nimebeti Barcelona ashinda, sababu Barcelona alikuwa ameshafungwa. Akaanza kufika tu pale, kufika akaanza kusema Barcelona hafai kushinda hiki nyingi. Hasa akawa anaongea hasa. Mimi nikamwambia sawa, haizi kushinda basi tunyamazie. Hasa watu wengine wakamwambia huyu kabeti. Sasa ndo akaanza ni ugomvi, yani anaanza ni kama hivi. Yani anaishabikia ile timu ni kwamba hizi kushinda ni. Kweli tempe ilinipanda, tuligombana. Kwa hiyo kitu kweli inaenda kufanya ni inaweza kikakufanya ukagombana na watu. Kwa hiyo betting kuna muda huwa inaniumiza sana mpaka nawaza alinifundisha ni nani, lakini kuiacha huwa inakuwa ni ngumu sana. Nikapiga hatua hadi kwa mtaalamu wa saikolojia kutoka katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino cha Tanzania Mwanza, na hapa anafafanua kwa kina athari za kisaikolojia za mchezo huu na namna jamii inavyoweza kusaidia kundi hili. Kwa Padre Daktari Innocent Sanga, kwa vyote vile ataingia katika usongo wa mawazo. Ameenda siku ya kwanza amekosa, siku ya pili amekosa, ya tatu amekosa, unategemea nini? Na hii itaelekea vijana hao waende kuvuta bangi, kutuliza athari ya ile msongo wa mawazo. Na hivi tutakuwa na taifa la watu ambao wamechanganyikiwa na inaingia katika masuala yote ya msongo wa mawazo. Utapata depression na nini, vijana wa namna hiyo. Na fikiria kijana aliyekosa wiki nzima kwa kubahatisha. What next? Ni kuchanganyikiwa tu. Na fujo na ugomvi na wale waliopata, na ndivyo hivyo. Sasa mimi naongea katika masuala ya familia na jamii. Katika masuala ya familia na jamii, jamii kwa ujumla. Kwa kweli ni kwa nini vijana wengi wanaingia katika masuala ya kubahatisha, michezo ya kubahatisha, kubeti? Kwa kweli ukienda kabisa mwanzoni wasema familia ni shule inayolea vijana wawajibike. Hapo naona kabisa kuna weakness, kuna udhaifu wa familia. Tunajua kabisa baba kama alikuwa na beti, anabahatisha, atatoka hivyo hivyo. Lakini unaona kabisa kwamba ni shule ya familia imekosa wajibu wake kulea vijana hawa, kuwapa mwelekeo wa maisha katika maisha yao, kwamba tunakufanya kazi sio kubahatisha katika maisha. Na hivi malezi ya familia ni tatizo kubwa sana linalofanya kabisa kwamba vijana wengi waende kubahatisha, kucheza kubahatisha. Na hivi familia zijitahidi kulea vijana wao na Mbali na afya ya akili, michezo ya kubashiri pia huacha nyayo nzito kwenye uchumi wa vijana. Fedha nyingi hupotea na nafasi ya uzalishaji ukimbiwa. Nikabisha hodi kwa mtaalamu wa uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino cha Tanzania Mwanza, atupatie taswira halisi ya kiuchumi kuhusu michezo ya kubashiri kwa vijana. Mimi naitwa Dr. Francis kutoka idara ya uchumi Chuo cha Mtakatifu Agostino Mwanza. Pia ubashiri wa michezo unaathiri uchumi wa vijana, kwa maana kwamba ili ufanye ubashiri unahitaji kutumia pesa kidogo, kwa maana ya kuweka kama kwa Kiingereza wanaita stake. Kwa hivyo maana yake itakuhitaji utumie kiasi ambacho unacho. Lakini sasa inaathiri vipi uchumi wa vijana? Sasa hiyo ni issue ya ni swala la kitabia zaidi, kwamba kama ni kitu ambacho unakifanya mara kwa mara na kama kinafikia tu labda ya kufikia kuwa tabia ambayo ni unaweza kusema inakupa uraibu, maana yake unaweza kujikuta unatumia pesa nyingi
na wakati mwingine pesa nyingine ni za muhimu kwa ajili ya kufanya ubashiri ambao unaweza mara ya kwanza ukakosa, ya pili ukakosa, lakini kwa sababu ya ule uraibu ukaona kama mara nyingine tena utapata, unajikuta unapoteza kiasi kikubwa cha fedha. Kitu kikubwa naweza kusema kimoja au viwili ni ukosefu wa ajira rasmi. Ukiwa kama kijana unakuwa bado na matazamio makubwa ya kupata fedha nyingi, na ni kama ubashiri umeleta matumaini kwamba unaweza ukapata fedha nyingi katika wakati mfupi sana kwa kuweka hela kidogo tu. Na ni kweli mifano ipo ya watu ambao wamewahi kushinda pesa nyingi kwa kuweka stake ndogo, lakini kitu ambacho tunasahau ni kwamba hii ni michezo ya kubahatisha. Kwa mchezo wa kubahatisha maana yake hata wale wanaoiandaa hawaiandai kwamba kila mmoja anayecheza atashinda. Maswali yangu nikayaelekeza kwa jamii inayowazunguka. Je, inasema nini juu ya vijana hawa? Nini mtazamo wao juu ya jambo hili? Bwana Ima, pale ambapo inatokea ameliwa, maana sio kila mkeka ambao unaweza ukaweka unaweza ukafanyaje ukafanikiwa ukala. Sasa kuna muda kweli akiliwa anakuwa yuko tofauti sana. Unaweza ukataka kuzungumza naye akashindwa kuwathiana wewe, kisa nini? Kisa mkeka umefanyaje, umechanika. Umeona? Kwa hiyo ni changamoto mojawapo. Unaweza ukataka kuongea naye, sasa kwa kuwa ameliwa, wewe hujui kwamba leo labda Ima alibeti, muda mwingine sana beti kwa asili, anaweza akakujibu vibaya. Umeona? Sasa beti muda mwingine anaweza akasema kwamba madhara yake ni hayo. Kwa majina naitwa Cecilia Ngari, maarufu kama Makezia. Upande wangu mimi kama mzazi, hii michezo ya kubeti ambayo vijana wengi sasa hivi ndio imekuwa changamoto sasa. Kwa sababu hii michezo ipo ya aina nyingi, unaona. Na vijana wa sasa hivi wamegemea sana katika upande ambapo wanajidanganya kwamba kuna maslahi ndani yake, lakini ndani yake kuna kudidimizwa, kwa sababu mtu anatoa hela. Kwa mfano mzazi, mimi namtumia mwanangu shule hela ya ada ya matumizi, hiyo ndo anachukua aenda kubetia. Mwisho wa siku ile hela inatoka kapa. Baadaye tena mimi ndo narudi tena kwenye ile changamoto kwamba nitafute tena hela nyingine nimtumie ili afanyeje, ili aweze kulipia ada. Kwa hiyo katika huo mchezo wa kubeti kwa vijana wengi inawadidimiza, kwa sababu wanapata changamoto nyingi. Wanatumia hela kama hiyo, kwa mfano wanakula, wanapitia betting, ambapo baadaye wanajiingiza kwenye mambo ambayo hayafai. Mwisho wa siku wanaingia kwenye wizi, udokozi. Mfano kwangu mimi kama mfano na mtoto wa kiume, siwezi kumruhusu akafanyeje, akafanya huo mchezo, kwa sababu mwisho wa siku na mimi atarudi nyumbani kwangu, ataweza kunidokolea nikiweka hapo hela kangu kidogo, anakachukua. Mbali na hayo, wataalamu na wanajamii hawakuacha kutoa mapendekezo juu ya michezo hii ya kubashiri, na huu ndio ujumbe wao kwa vijana. Jambo moja kubwa ni kutoa elimu kwanza. Na elimu sio tu kutoa, elimu pia iwafikie watu na waielewe kwamba wanaweza kufanya michezo ya kubahatisha kama sehemu ya kujifurahisha, lakini isiwe kama ndio ajira au tegemezi kwamba hii ndio itufanyie maisha. Kwa staili hiyo maana yake, kwa namna hiyo maana yake inakuwa ngumu au inakuwa changamoto kwa vijana, kwa maana wanaona kama maisha yako kwenye michezo ya kubahatisha. Kwa ushauri wangu mimi, unapoamua kuingia katika masuala ya beti, ni nzuri, lakini usiwekee manane sana ya kwamba ni sehemu ya wewe kupata kipato. Hapana. Yaani unakuwa una beti kama yani tuseme kama kwa leje, kwamba ikitokea nimekula sawa, ikitokea nimekosa. Umeona? Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu na waasa vijana wafanye kazi. Kuna kazi nyingi sana za kufanya, ambapo watajiingiza kwenye mambo ya biashara hizi. Hata kama umesoma, lakini usitegemee kwamba mimi ni beti naweza kupata hela. Hapana, kuna kazi nyingi za kufanya. Kwa hiyo vijana wengi wajikite kwenye shughuli mbalimbali za kufanya ili waweze kujiongezea kipato. Kubashiri si njia ya kutegemewa sana. Ndoto hazijengwi kwa bahati, bali kwa bidii na maarifa.
Wanaobahatika ni wachache, wanaopotea ni wengi. Wakati umefika wa kuhamasisha kizazi kipya kuwekeza kwenye maarifa, kazi na matumaini ya kweli. Mtazamaji wa SAUT TV, hadi kufika hapo naweka nukta kwenye makala haya kwa siku hii ya leo. Hadi wakati mwingine. Kwa niaba ya timu nzima, jina langu ni Lucia Mkono. Endelea kutufuatilia katika kurasa zetu za kijamii, Facebook na TikTok kwa jina la SAUT TV TZ, Instagram kwa jina la SAUT TV.